mambo yakienda vizuri kama yalivyo, basi hali ya dunia inakwenda kurudi kama ilivyokuwa kabla ya tarehe 28 Februari, ikiwa na maana nchi zilizoendelea na zinazoendelea. Kuna suala zima la mfumuko wa bei ya mafuta, mfumuko wa bei za bidhaa kupanda na mengine mengi. Sasa hivi watu wanauziwa bidhaa kwa bei ya juu kweli kwa sababu ya bei ya mafuta kupanda. Sasa nataka nikuletee uchambuzi wa kina, tuangalie mambo mbalimbali. Makubaliano ya Iran na Marekani yanakwenda kuweka sawa hali ya changamoto ya mafuta na kupanda kwa bei kama kawaida au itabaki vile vile. Lakini pili, tutazame vita hivi vikimalizika, Iran akisema yeye ni mshindi, ni sawa au atakuwa anajidanganya? Ila pia tuweke sawa kwa nini Donald Trump anaonekana kufurahia hili na kusema hali ya Marekani inarudi kabla ya Februari 28. Ni uoga wa kufeli vita au ni nini? Twende pamoja. Makubaliano ya amani kati ya Iran na Marekani ni makubaliano ambayo yanasaidia na yameendelea kusaidia kupunguza shinikizo la bei ya mafuta kwa muda mfupi, na bei za mafuta zimeshuka hadi viwango vya chini zaidi tangu Machi 2026. Hata hivyo, hali bado ni tete, kwani Iran bado inadhibiti mlango wa Hormuz na wachambuzi wanasema bei zinaweza kupanda tena iwapo makubaliano yatavunjika. Kumbuka makubaliano haya yanatarajiwa kusainiwa tarehe 19 Juni. Sasa kwenye athari za makubaliano ya Iran na Marekani kwa bei ya mafuta, kwanza kuna mabadiliko ya bei. Mafuta ya Brent crude yameshuka kwa takriban 4.1 hadi dola 83.75 kwa pipa baada ya kutangazwa kwa makubaliano ya amani. Upande wa WTI crude kwa Marekani imeshuka kwa 4.72 hadi dola 80.87 kwa pipa, kiwango cha chini zaidi tangu Machi 2026. Hii ni kwa mujibu wa International Business. Kwa bei za petroli nchini Marekani pia zimeshuka kwa karibu dola 0.30 kwa galoni mwanzoni mwa Juni, ingawa bado ziko juu kuliko kabla ya vita, kwa mujibu wa Yahoo Finance. Sasa ukitazama kwenye athari nyingine za makubaliano ya Iran na Marekani kwa bei ya mafuta, kuna swala zima la nafasi ya mlango wa Hormuz. Mlango wa Hormuz unasafirisha karibu robo ya mafuta ya dunia, japo wengine wanasema kuna uwezekano ni zaidi ya hapo. Na makubaliano haya yanakwenda kufungua tena njia hii, lakini Iran yeye amepewa mamlaka ya kusimamia usafirishaji, jambo ambalo linaongeza ule uaminifu zaidi na kuondoa kadhia hiyo, lakini unampa Iran yeye kuwa ni mtu aliyeshikilia mpini wa kisu au wapanga, kwamba wakati wote likitokea jambo basi ana uwezo wa kufanya jambo lolote kujilinda, kwa sababu hiyo ni moja ya eneo lake muhimu. Na ndo hapo tumekuja kugundua kupitia lango bahari la Hormuz, basi Iran ni moja ya nchi muhimu kwa dunia. Lakini pia ukitazama kwa uchumi wa dunia, India na nchi nyingine zinazotegemea mafuta zimepata nafuu wa muda kutokana na kupungua kwa bei na kupungua kwa hofu ya usafirishaji, na ikiwa na maana kwa nchi zinazoendelea za Kiafrika nazo pia kuanzia miezi ya Julai ambapo wengi watakuwa ndani ya mwaka mpya wa fedha kwa nchi za ukanda wa Afrika Mashariki, basi kuna unafuu wa kiuchumi utatokea. Masoko ya hisa Marekani pia yamepanda kwa kasi, ikiwemo Dow Jones, kutokana na matumaini ya kupungua kwa gharama za nishati. Sasa ukitazama kwenye hatari na changamoto zinazobaki, ni kwamba makubaliano ni ya muda na yanaweza kuvunjika iwapo mazungumzo ya nyuklia na vikwazo hayatafanikiwa. Lakini pia kwa upande wa wachambuzi wa Goldman Sachs wanatabiri kuwa bei ya Brent inaweza kubaki juu ya dola 100 kwa pipa iwapo mlango wa Hormuz utafungwa tena. Na uchumi wa dunia bado upo hatarini kutokana na mabadiliko ya ghafla ya bei ambayo yanaweza kusababisha mfumuko wa bei na changamoto kwa sekta zinazotegemea nishati, huku taifa la Israeli likiwekewa macho zaidi. Kwa hiyo kwa Tanzania ambayo ni moja taifa ambalo linaagiza mafuta yote kutoka nje, kupungua kwa bei ya kimataifa unakwenda moja kwa moja kuleta unafuu kwa gharama za usafirishaji na umeme. Na hata hivyo, kwenye hatari ya kupanda tena kwa bei, itamaanisha serikali na wafanyabiashara wanapaswa kuwa waangalifu kwenye kupanda na kupanga suala zima la bajeti na bei za bidhaa kwa mwaka ujao. Sasa vita hivi vinamalizika au vinakwenda kumalizika. Iran anasema yeye ni mshindi kwa sababu ya makubaliano haya. Ni sawa au atakuwa anajidanganya? Tukisema Iran ameshinda vita, ni jambo ambalo lina sura mbili, kisiasa na kijeshi.
Upande wa kisiasa na kisaikolojia, Iran inaweza kutumia kauli ya ushindi kama moja ya njia yake kubwa ya kuimarisha mshikamano wa wananchi wake na kuonyesha kuwa haijashindwa na Marekani, na hii ni kwa sababu ya mipango iliyokuwa imejiwekea na namna ambavyo walianza kureact waliposhambuliwa Februari 28, 2026. Na katika macho ya baadhi ya mataifa yanayounga mkono Iran, hilo pia ni moja jambo linaloonyesha moja kwa moja ni ushindi wa kisiasa, kwa sababu ndiye aliyeshambuliwa na aliendelea kushambulia mpaka pale taifa lililoanzisha vita likasema bwana, njoo kwenye mazungumzo kupitia mpatanishi Pakistan. Sio Iran aliomba mazungumzo. Nadhani unapaswa kuelewa hapa. Iran hakuomba mazungumzo. Aliomba mazungumzo alikuwa ni Marekani na mshirika wake Pakistan, ambao ni moja wa wapatanishi. Lakini kwa jumuiya ya kimataifa, ushindi wa kweli wao wanapima kwa matokeo ya kudumu. Je, vikwazo vimeondolewa? Je, uchumi umeimarika? Je, ushawishi wa Iran umeongezeka? Sasa kiujumla, kwa upande wa jumuiya ya kimataifa, tukisema ushindi wa kweli wa kivita ambao tunasema sasa tumvishe Iran crown ya kwamba ameshinda vita hivi vya siku 40 na Marekani. Moja, kuna kipengele cha ushawishi wa Iran umeongezeka. Sasa hivi Iran ni moja taifa ambalo linaanza kutambuliwa kama taifa kubwa lenye nguvu za kijeshi, na kwenye ranki za mataifa imara kijeshi Iran nayo pia inakwenda kupanda. Lakini pia ukitazama kwenye suala zima la vikwazo, kuna baadhi ya vikwazo ambavyo Iran alitaka viondolewe ili aweze kusaini makubaliano haya, na moja kwa moja inaelezwa kwamba yamefikiwa. Uchumi wake ukoje? Kwa sababu ya vita alivyopitia, uchumi wake unaonekana kuendelea kuimarika taratibu na namna ambavyo alikuwa amejipanga na vita hivi. Sasa turudi upande wa kijeshi. Upande wa kijeshi, ikiwa Iran imefanikiwa kuzuia mashambulizi makubwa na kuonyesha uwezo wa makombora na kudhibiti mlango wa Hormuz, basi tunasema moja kwa moja ni mshindi, kwa sababu imeonyesha nguvu na kujilinda. Narudia tena, Iran ambaye alikuwa kwanza kushambuliwa Februari 28 amefanikiwa kuzuia mashambulizi makubwa, amefanikiwa kuonyesha uwezo wa makombora, amefanikiwa kuunganisha wananchi, amefanikiwa kudhibiti mlango wa Hormuz ambao unasafirisha robo ya mafuta ya dunia. Basi ni mshindi kwa sababu ameonyesha nguvu na kujilinda. Lakini Marekani kiuhalisia, licha kwamba katika vita hivi na Iran ameonekana kutetereka, kwa Iran kuonyesha kiburi chenye manufaa, lakini Marekani bado inabaki pale pale kwenye renki ya juu kwamba ina nguvu kubwa ya kijeshi duniani, na kwa hivyo hakuna kuna nyakati tunasema tunaweza tusiipe ushindi wa moja kwa moja ambao unaweza kutangazwa bila mashaka, ila Marekani bado inabaki pale pale juu, lakini na nguvu kubwa ya kijeshi. Lakini tukisema sasa tuipe ushindi kwa sababu ya ukubwa, nguvu ya kijeshi ya Marekani kwa dunia, tunasema hakuna ushindi wa moja kwa moja unaweza kutangazwa bila mashaka. Lakini kumbuka neno langu, ikiwa Iran imefanikiwa kuzuia mashambulizi makubwa na kuonyesha uwezo wa makombora, kudhibiti mlango wa Hormuz, mafuta yasipite kwa kauli yao na wakaruhusu wanavyotaka wao, basi ni mshindi wa vita hivi, licha kwamba Marekani ni moja taifa lenye jeshi imara na kubwa duniani, ambapo kwa mwaka ujao wa fedha 2027 bajeti yao inatarajiwa kupanda mpaka trilioni 1 dola za Kimarekani. Sasa uhalisia ni kwamba Iran ikisema ni mshindi inaweza kuwa sawa kwa mtazamo wa ndani na kisiasa, lakini kimataifa inaweza kuonekana ni sawa, na wakati huo huo kwa wale ambao ni maadui zao wanaona ni kujipa moyo au kujidanganya, hasa kama hali ya uchumi na vikwazo haijabadilika. Sasa kwa nini inaonekana Donald Trump anafurahia hili la Iran kukubali makubaliano nao? Ni uoga wa kufeli vita? Manake Trump anaonekana kufurahia sana kuanzia siku ya Jumapili na kusema hali ya Marekani inarudi kabla ya Februari 28, wakati ambao walianzisha mashambulizi dhidi ya Iran. Trump kufurahia makubaliano ya Iran, kukubali mazungumzo,
kuna mengi, sababu hawa ndugu wana tabia kucheza na akili za watu. Hakumaanishi moja kwa moja kwamba ni uoga wa kufeli vita. Inaweza kuwa ni mkakati wa kisiasa na kiuchumi, kwa sababu akitazama ushawishi wake ndani ya Marekani, Trump umeshuka, lakini pia akitazama uchumi, taifa lake linatetereka na bajeti ya kijeshi inaongezeka, na bado anataka kukonka dunia, kuifanya America Great Again. Kwa hiyo kuna namna ambavyo Trump anachezesha shilingi yake bila wakati mwingine kuidhoofisha dunia, lakini kwa wataalamu wa uchumi duniani tunajua ameshadhoofika. Na ukirudi kwenye faida ya kisiasa ndani ya Marekani kwenye makubaliano haya ambayo Trump amefurahia, ni kwamba anaweza kuonyesha kwa wapiga kura wake kwamba amefanikisha kupunguza mvutano bila kuingia kwenye vita vikubwa vinavyoweza kuharibu uchumi wa Marekani. Lakini hii ni ishara ya ushindi wa diplomasia kwa upande wake, hata kama hakuwa na ushindi wa kijeshi. Sio, umenielewa? Ukirudi kiuchumi kwa Donald Trump na taifa lake, makubaliano haya yanakwenda kupunguza moja kwa moja bei ya mafuta kidunia, jambo linalosaidia kupunguza gharama za maisha ndani ya taifa lake la Marekani na duniani kwa ujumla. Lakini uchumi wa Marekani pia unakwenda kupata unafuu na masoko ya hisa ambayo yamepanda, jambo ambalo linampa Trump taswira ya kiongozi anayelinda maslahi ya taifa, anayerudi kwenye kauli yake Make America Great Again. Lakini kitazama pia vita hivi ambavyo ni vita vikubwa, Marekani na Iran, vinaweza kuharibu hadhi ya Marekani kimataifa na kuleta vifo na gharama kubwa. Kwa hiyo ni moja mkakati wa kuepuka hatari, na kwa kukubali makubaliano, Trump anaepuka hatari ya kuonekana ameshindwa kijeshi iwapo vita vingeendelea na kuleta madhara makubwa. Kwa hiyo ukitazama, tunaweza tukasema labda ni uoga au ni mkakati. Uoga wa kufeli vita kwa maamiri jeshi wowote wakuu unaweza kuwa ni sehemu ya sababu, na kwa upande huu wa Marekani na Iran, uoga wa kufeli vita kwa Rais Donald Trump inaweza kuwa ni sehemu ya sababu, kwa maana kwamba Trump alijua gharama na hatari za kuendelea na mapigano. Kumbuka Iran kwenye vita hivi alipopigana, ndani ya siku zile 40 alikuwa anapigwa na alikuwa anapiga na alimdhoofisha Marekani. Niliwahi kukuletea uchambuzi kwamba gharama ndege moja Marekani kwa Iran inaingia ndege nyingi sana, kwa sababu Marekani ana vifaa vya gharama kubwa. Iran alikuwa anatumia vifaa vya gharama ndogo mno na alikuwa anamshambulia mno Marekani. Kwa hiyo Marekani alikuwa anapata hasara kubwa sana kwenye vita hivi. Hilo unapaswa kulielewa. Kwa hiyo kwake yeye ni moja ya kuona kwamba kama ataendelea na vita hivi ataendelea kupata hasara zaidi, sababu Iran hana cha kufia. Na Iran pia nilikueleza hivi karibuni amefanikiwa kutengeneza silaha ambazo zina uwezo wa kupenya mfumo wowote wa kuzuia makombora wa Marekani, na amewasoma, kwa anajua namna gani ya kupambana nao. Lakini zaidi ya hapo ni mkakati wa kisiasa na kiuchumi, kuonyesha kwamba anaweza kushinda bila risasi nyingi, na anaweza kushinda kwa risasi nyingi, na anaweza kulinda maslahi ya Marekani kwa njia ya mazungumzo. Kwa ufupi, Donald Trump kafurahia makubaliano ya Iran. Inaweza ikawa ni kwa sababu ya uoga, inaweza ikawa si kwa sababu ya uoga, bali ni mchanganyiko wa kujilinda kisiasa, kulinda uchumi na kuepuka hasara kubwa ya vita. Kwa hiyo nadhani kwa uchanganuzi huu utakuwa umeelewa jambo.